Hatari kwa shule hizi zote. Tungechukua idadi ya wachache. Naona kama wanazidi kuongezeka sana. Kufanya kama wa 4 hivi ndio walikuwa wanafanya tatu bana. Naam. Kwa sababu tunatakiwa tumalize mkutano kabla ya saa 12 kamili, bado dakika kama 15, basi anayepewa kuongea jaribu kuongea kifupi lakini ueleweke unachotaka kusema, ili na wenzako wapate fursa. Si ndio hivyo ndugu zangu? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi niliyesimama hapa kwa majina yangu naitwa Maneno George Karembwe. Mimi cheo changu ni mwenyekiti wa skimu ya umwagiliaji bonde la Uyole. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba maneno haya nitayoyasema, ninaomba msaada wako. Mheshimiwa, sisi wakulima wa bonde la umwagiliaji Uyole kuna shida kwenye skimu yetu. Sio ya muda mchache, ni ya muda mrefu. Mimi ni kizazi cha 4. Mpaka nimekuja kushika madaraka, wazee wangu wamepita wakisumbulika na hili jambo. Lakini mimi na viongozi wenzangu tumefikia mahala kufuatilia hili jambo. Halmashauri ya jiji la Mbeya, viongozi wote, ofisi zote, mpaka ofisi ya mkuu wa mkoa, tumeandika barua, imetumwa kwa katibu mkuu Wizara ya Afya. Hiyo barua ili tuweze kupata majibu, haki yetu ambayo watu wa rufaa wanasema ile ardhi ni ya kwao. Sawa. Baada ya kuandika barua hiyo, ina mwaka 1 na miezi 10 sasa iko Wizara ya Afya kwa katibu mkuu, hatujapata majibu mpaka leo. Naomba hiyo nakala nianze nalo leo. Asante Waziri Mkuu. Naitwa Elia Brighton Kiando, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara bonde la Uyole na kwa saizi ni jimbo la Uyole. Kwangu mimi haijawa mara ya kwanza kuongea na wewe. Kwa mara ya mwisho tumeongea tukiwa Mtenda, lakini naomba tu kifupi kwa sababu ya muda. Kwa bonde la Uyole naomba mambo kama matatu hivi. Jambo la kwanza, naomba kushukuru na kwa kupewa jimbo la Uyole. Hicho kitu tumekiomba kwa muda mrefu, lakini kwa busara zenu mmetusaidia na tumepata eneo la kujenga ofisi za halmashauri. Lakini nilikuwa naomba sana tungepata eneo la kujenga ofisi za usalama. Nazungumzia ofisi za usalama. Mwaka huu imeonekana Uyole ni sehemu ya fujo sana kwa sababu ya jiografia ya Mbeya. Ofisi za usalama zipo mbali sana, kitu ambacho kilisababisha kushindwa kudhibiti zile vurugu na kutuletea hasara kubwa. Jambo la pili, na kuomba Waziri Mkuu, kwa bonde la Uyole kwa sasa utusaidie stendi. Uyole pale barabarani pana adha kubwa asubuhi, panaleta kucheleweshwa kazi, mabasi yanakuwa yamejaa mno, na mara nyingine kuhatarisha hata afya na kuweka hata ajali kubwa za kuweza kupoteza watu. Kwa naomba sana tungepata stendi, tungeweza kumaliza hata matatizo aliyoongea ndugu yangu mbunge wa jimbo la Uyole kwamba sijui wafanyabiashara hawa ambao ni holela. Tukipata stendi tutakuwa hakuna mtu ambaye atafukuzana na mtu, hakuna mtu ambaye atakuwa na shida barabarani, na ni hatari sana stendi ya Tukuyu na stendi ya Usangu kwa wale wamama wanaokimbizana nao pale kwenye mabasi. Hata ukiangalia ni huruma.
Kwa mimi naomba tungepata stand tungelikuwa tumeng'oa hayo yote ambayo yanaweza kujitokeza kama ilivyokuwa Mbalizi au pale Makambako. Kwa upande wa wafanyabiashara, kwa nyongeza, kwa upande wa wafanyabiashara kama mwakilishi, tumekusanya maoni mengi sana kwenye zile tume ambazo umetuletea. Naomba ukazipitie na tuweze kutupa majibu. Asante. Asante, tumepokea. Niweke sahihisho, Mheshimiwa mbunge alisema kabla ya ujenzi wa barabara kuanza kufanyika kwenye hizi njia 4, wapo watu waliokuwa wanafanyia biashara kwenye maeneo hayo ambayo sasa barabara inajengwa. Si ni kweli Hii maeneo ambako sasa inajengwa barabara, kuna watu walikuwa wanafanyia biashara. Anasema sasa barabara ikijengwa hawa watu watafutiwe maeneo mengine. Tumeipokea hiyo. Nadhani mbunge nimeipata vizuri. Okay. Asante. Mimi kwa majina naitwa Yese Daniel Mwakibete. Naongea kwa kifupi kwa sababu ya muda. Nilikuwa ni mfanyakazi wa shirika la TANESCO Iringa kama dereva, lakini nikiwa nimetoka site narudi ili kupaki gari nirudi nyumbani, nikawa nasubiriwa na supervisor wangu. Ananiambia, Mwakibete, utaki kuondoka, kuna kazi ambayo inakusubiri uifanye. Unatakiwa kwenda kutoa transformer sehemu fulani kupeleka sehemu fulani. Basi nikatii, japokuwa muda ulienda, lakini kazi yangu kubwa ni kutii maagizo ya yule supervisor wangu. Lakini kwa bahati mbaya, kumbe ile kazi ilikuwa ya mfukoni mwake, na kwa kadri upelelezi ulivyoendelea, supervisor alikuwa amepewa shilingi milioni 3 kwenye akaunti yake. Lakini mimi nilitumwa kuifanya ile kazi, sikujua chochote kilichokuwa kinaendelea. Kwa bahati mbaya, pamoja na michakato yote hadi utumishi wa umma nilikokata rufaa, nikaambiwa nilifukuzwa kazi. Kwa kifupi, nilipofukuzwa kazi, basi tabu ikaanzia pale, na nilipokata rufaa kule utumishi nikarudishiwa majibu kwamba tuhuma zako zimethibitika kwa sababu ulifanya kazi bila kibali. Kwa bahati mbaya pale Mafinga tulikuwa hatuna utaratibu wa kupewa vibali, kwamba nitakataa kwa sababu sina kibali. Ilikuwa tu ukipewa maagizo na bosi wako unaenda kufanya. Kwa hiyo ile hali nikaona leo Mheshimiwa Waziri Mkuu umekuja nililete hii, naomba msaada wako na Mungu akubariki sana. Njoo hapa onana na naibu waziri wa TAMISEMI. Hebu peana mawasiliano hapa ili kuona namna ya peana taarifa, peana details hapo, na naibu waziri hapo. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nina mambo mawili. Jambo la kwanza ni shukrani. Namshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kunipatia elimu. Nimepata mafunzo kutoka Chuo cha Sayansi na Teknolojia MUST Mbeya kwa kozi fupi. Mimi nakuomba kupitia ofisi yako ya Waziri Mkuu inayoratibu, nimesoma miezi 6. Sasa nakuomba wewe kama Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa elimu ambayo nimesoma fani ya upakaji wa rangi na maandishi, uweze kunifadhili mimi ili niweze kusoma vizuri miaka 3 niweze kuelewa zaidi. Asante Mheshimiwa. Haya, nenda kwa katibu wangu, tutakufadhili. Nenda pale kwa katibu wangu. Huyo hapo. Yes. Asante. Ndugu Waziri Mkuu, mimi swala langu linahusu kuporwa ardhi Kikondo kule Mbeya vijijini, Kikondo kata Irungu. Ilikuwa mwaka 2007 tarehe 1 mwezi wa 7. TANAPA alikuja pale, walitushambulia kwa kutupiga na mabomu, kufukuza pale kama ni watu ambao hawatutambui kabisa. Walipotufukuza pale, wakanyang'anya mashamba yetu pamoja na mali zilizokuwemo. Chochote walichokuwa nakikuta mle kilikuwa ni halali yao. Tumelalamika kwenda ofisi ya mkuu wa wilaya Mbeya vijijini, akaitisha mkutano pale pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa Mbeya pamoja na Iringa, sasa hivi ni Njombe. Wakashughulikia hilo swala, tukakaa kikao pamoja na mkutano wa wananchi wote. Tulivyokaa pale kaamuliwa kwamba wale wote ambao wameathirika na uhamishaji wa watu pale watalipwa fidia zao. Ilikuwa mwezi wa 9 mwaka 2007 hiyo walikuja kuthaminisha pale, uthaminishaji toka Dar es Salaam makao makuu hadi makao makuu Dar es Salaam. Wakathaminisha pale
Walipothaminisha basi kawa wameondoka moja kwa moja, tukawa kimya. Tumekaa tena kufika 2016 wakati huo mkuu wa mkoa akiwa Amos Makalla. Walikuja pale kututhibitishia kwamba sasa hivi kwa sababu nyinyi hamjalipwa mfanya nini? Tuthaminishe upya kwa sababu ardhi bado imepanda thamani. Wakathaminisha tena, walipothaminisha hawakuonekana moja kwa moja. Kwa hiyo lile eneo imekuwa sasa ni ngazi ya kupandia. Kama ni mbunge huyu nakuta anasema mimi nitaenda kuwatetea kule, wakipita tu kimya. Hatujajua huyu wa sasa hivi, hatujaongea naye. Lakini wabunge wote imekuwa ni danadana hivyo, naenda ofisi ya wilaya ni hivyo hivyo. Tumekutana na waziri wa ardhi mwaka jana, Jerry Silaa, wakati alikuwepo. Tulikaa naye kule mjini. Mko wangapi? Ni wengi zaidi kama 1000 tumefika. Kwa maana aliondoa kitongoji. Nani kiongozi wenu ambaye tunaweza tukapata hii taarifa ya hivi ambavyo vilishafanyika? Nani kati yenu ambaye ana hii taarifa? Taarifa tulikuwa nazo, bahati mbaya tumesahau ile karatasi. Tumekuja tupo wachache hapa, lakini basi kesho kwa uwakilishi huo peana mawasiliano na rasi. Kesho kwa uwakilishi huo muipeleke ile taarifa ili niweze kuipata, niipate ile taarifa rasmi. Peana mawasiliano na rasi huyo hapo. Asante sana. Alafu wewe na wenzako kwa uwakilishi wenu na hizo nyaraka ambazo hamkuzibeba mzipeleke, ili mkishazikabidhi hapo rasi atanipatia, ili tuweze kujua pa kuanzia kulifuatilia. Tutalifuatilia. Na wewe kijana wangu unayeenda shule utaenda. Basi mimi nawashukuru sana. Asanteni sana. Nimeona bado tuna dakika 3. Mungu awabariki sana. Tutapanga ziara siku nyingine. Kiala wasaje. Alegwa maka jogo nalo ligwa maka. Gwa maka jogo nalo ligwa maka jogo nalo ligwa maka jogo nalo ligwa maka.